Rais Samia Suluhu Hassan anategemewa kuapishwa kama rais kwa awamu nyingine tena baada ya kutoa ushindi katika kura zilizopigwa tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Sasa tangazo ambalo limetolewa na serikali ya Tanzania kupitia kituo cha kitaifa cha TBC zinasema kwamba Jumatatu ya Novemba tarehe 3 ndio siku ambayo Rais Samia Suluhu Hassan anakwenda kufanyiwa sherehe ya kuapishwa rasmi kuingia kwenye awamu nyingine, na ni sherehe ambazo zitafanyika katika jiji la Dodoma kwenye uwanja wa kijeshi kule Dodoma. Ajabu ni kwamba marais wastaafu hawataruhusiwa kuwepo. Sasa hii ina maana kwamba rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete hatakuwepo kwenye sherehe za kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia ikumbukwe kwamba rais wa Zanzibar sasa hivi Daktari Hussein Mwinyi ambaye ameapishwa siku moja iliyopita, na mwenyewe pia katika sherehe zake hakuhudhuria Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye wakati huo ilikuwa inasemekana kwamba alikuwa hayupo hata nchini, na ndio baadaye akaja baada ya kuweza kutangazwa kama mshindi wa kura za urais. Sasa sherehe hizo bana, unaambia kwamba ni sherehe ambazo zitafanyika katika uwanja wa kijeshi na hamna raia hata mmoja ambaye ataruhusiwa kuwepo, pamoja na viongozi wengine pia hawataruhusiwa kuwepo, na hakuna tangazo lolote ambalo limetolewa kuweza kueleza ni kwa nini sherehe hizo zitakuwa zinafanyika hivyo. Hii inapangwa na itafanyika wakati ambapo Tanzania itakuwa imeingia siku yake ya 6 katika maandamano ambayo ilianza kushuhudiwa tarehe 29, siku ambayo uchaguzi ulikuwa unafanyika katika taifa hili la Tanzania. Sasa kingine ambacho pia watu wengi walikuwa wajui ni kuhusiana na katiba ya Tanzania ambayo ipo kidogo tofauti na katiba ya Kenya, sababu watu wengi kutoka Kenya ndio walikuwa wanajaribu kujiuliza inakuwaje rais baada ya kutangazwa mshindi ana uwezo kuweza kuapishwa hata masaa mawili matatu baadaye. Katiba ya Tanzania tofauti na katiba ya Kenya, ambapo pindi mtu yote ama mgombea anapotangazwa kuwa ndo mshindi wa kura za urais, zinapeanwa siku 14 kwa ajili ya yote ambaye angependa kukata rufaa kwa kupinga matokeo kupitia koti ama kupitia mahakama kuu. Anafanya hivyo, na kama endapo kuna kesi yote ambayo itawasilishwa mahakamani, basi inabidi kesi hiyo isikilizwe na uamuzi wa jaji ufanyike kabla ya sherehe za uapisho kufanyika, kama ilivyofanyika mwaka 2017 pale Rais Uhuru Kenyatta ilibidi asiapishwe kama rais kwa sababu marehemu Raila Amolo Odinga wakati walikuwa wamepeleka kesi mahakamani, kesi ambayo alishinda na uchaguzi ukatupiliwa mbali na uchaguzi mwingine ukafanyika. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan bana alishinda kura kwa zaidi ya milioni 31 kati ya kura milioni 32 ambazo zilipigwa siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025.